Mnamo Januari 3 mwaka 2026, ulimwengu ulishuhudia operesheni ya ajabu ya kijeshi wakati Marekani ilipoishambulia Venezuela kwa ndege za kivita, ndege za kutoa mabomu na mashambulizi ya droni ili kumkamata Rais Nicolas Maduro. He's such a bad guy. I mean, I've known the guy for a long time. Operesheni hii iliyopelekea Maduro kufikishwa kwa mara ya kwanza katika mahakama ya New York kwa mashtaka ya dawa za kulevya imezua mjadala wa kimataifa kuhusu uhalali wa kumkamata kiongozi mkuu wa nchi ya kigeni. Ingawa ukamataji wa rais aliyeko madarakani unadhaniwa na wengine kama jambo ambalo halijawahi kutokea, tukio hili linafuata mfumo wa kihistoria wenye utata wa Marekani kujihusisha katika kuwaondoa viongozi wa kigeni. Madai yanayohusisha ukamataji wa wakuu wa nchi za kigeni yanavutia hisia kali duniani kwa sababu yana changamoto katika kanuni ya msingi, hasa kuhusu kinga ya uhuru wa kitaifa, yani sovereign immunity. Chini ya sheria za kimataifa, wakuu wa nchi kwa kawaida hufurahia kinga dhidi ya kushtakiwa katika mahakama za kigeni. Hata hivyo, serikali ya Marekani mara nyingi imetegemea maoni ya kisheria yanayodai kuwa mkataba wa Umoja wa Mataifa hauzuii utekaji wa kulazimisha, yani forcible abductions, nje ya nchi ili kutekeleza sheria za ndani. Zaidi ya hayo, mahakama za Marekani zimeidhinisha mamlaka ya kuwashtaki raia wa kigeni hata kama uwepo wao nchini Marekani ulipatikana kupitia njia zisizo halali. Ili kuelewa hali ya sasa nchini Venezuela, lazima tuangalie nyuma miaka zaidi ya 30 iliyopita katika operesheni Just Cause. Mnamo Disemba mwaka 1989, Marekani ilivamia Panama na wanajeshi 27,000 ili kumkamata Jenerali Manuel Noriega. Noriega, kama Maduro, alikuwa ameshtakiwa rasmi katika mahakama ya Marekani kwa biashara ya dawa za kulevya, uhalifu wa kupanga na utakatishaji fedha. Noriega alikuwa mshirika wa zamani wa CIA ambaye alikuwa kwenye orodha ya malipo ya shirika hilo kwa miongo kadhaa kabla ya kupoteza uungwaji mkono wa Washington. Alipotafuta hifadhi katika ubalozi wa Vatican jijini Panama City, majeshi ya Marekani yalitumia mbinu za kisaikolojia, ikiwa ni pamoja na kupiga muziki mkali, yani heavy metal, kwa sauti ya juu sana ili kumfanya atoke nje. Mnamo Januari 3 mwaka 1990, siku ile ile ya kalenda kama ukamataji wa Maduro, Noriega alijisalimisha na kusafirishwa kwa ndege hadi Marekani ambako hatimaye alihukumiwa kifungo cha miaka 40 gerezani. Ufikiaji wa operesheni za Marekani unaenea nje ya Amerika ya Kusini. Mnamo Disemba 2003, wakati wa vita ya Iraq, majeshi ya Marekani yalizindua operesheni Red Dawn ili kumkamata rais aliyepinduliwa wa Iraq, Saddam Hussein. Hussein alikuwa amewekwa alama kama shabaha ya thamani ya juu namba 1, yani high value target number 1, baada ya kutoweka wakati wa uvamizi. Kufuatia taarifa za kijasusi kutoka kwa dereva wake wa zamani na wanachama wa chama cha Baath waliokuwa kizuizini, timu maalum za kijeshi zilimgundua Hussein akiwa amejificha kwenye shimo lenye mazingira ya buibui, yani spider hole, karibu na Tikrit. Alijisalimisha bila mapambano na baadaye alikabidhiwa kwa mahakama ya Iraq iliyoungwa mkono na Marekani. Baada ya kesi ya jinai dhidi ya ubinadamu, Hussein alinyongwa mnamo mwaka 2006. Kesi ya Maduro ina mfanano wa kushangaza na tukio la Noriega, hasa kwa kuwa viongozi wote wawili walishtakiwa kwa makosa makubwa ya dawa za kulevya. Katika visa vyote viwili, viongozi wa Marekani walielezea njama hizo kama vitendo vya uchokozi au tishio kwa usalama wa taifa vilivyohalalisha mbinu ya matumizi ya nguvu. Zaidi ya hayo, mahakama ya Marekani zina uwezekano wa kuendelea na mashtaka kwa sababu Wizara ya Mambo ya Nje haimtambui Maduro kama kiongozi halali, jambo ambalo linafanana na msimamo wa kisheria uliotumiwa dhidi ya Noriega. Hata hivyo, kuna tofauti za kimsingi. Tofauti na Noriega ambaye alitawala kupitia viongozi vibaraka,
Maduro anadai kuwa na ridhaa ya watu kulingana na chaguzi 3. Wakati Marekani na washirika wake wanapinga matokeo hayo, mataifa mengine makubwa kama Urusi na Uchina yalikuwa yakitambua ushindi wake. Hali hii inampa Maduro hoja yenye nguvu zaidi ya kinga ya uhuru wa kitaifa kuliko viongozi waliopita. Matukio haya yana maana kubwa kwa sheria za kimataifa na uhuru wa nchi. Kihistoria, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na Jumuiya ya Nchi za Amerika zimelaani uingiliaji wa upande mmoja wa Marekani kama ukiukaji wa kanuni ya kutojiingiza katika mambo ya ndani ya nchi nyingine. Wakosoaji wanahoji kwa kutumia nguvu za kijeshi kupindua serikali kwa sababu ya shughuli za jinai kunapotosha mahitaji ya kisheria ya kujilinda. Mwisho, ukamataji wa Nicolas Maduro unaimarisha kanuni inayobadilika duniani kwamba hakuna kiongozi bila kujali nafasi yake aliye juu kabisa ya sheria. Hata hivyo, wakati sheria za kimataifa zinaposhikiliwa imara au kupindishwa ili kufuata ajenda za kisiasa, vitendo hivi vinaendelea kuwa chanzo kikuu cha migogoro katika siasa za dunia, vikiashiria kuwa kustaafu kwa viongozi wa ngazi za juu sasa kunaweza kuambatana na mivutano ya kisheria na hatari ya kukaa gerezani maisha yao yote. Kama vile wavu unavyoweza kunasa kipanga mkubwa badala ya nzi mdogo, mitambo ya haki ya kimataifa inazidi kunasa wale walio katika kilele cha mamlaka ya kisiasa.